kazi salama, maisha salama. Mtazamaji, tarehe 28 ya mwezi Aprili kila mwaka inatambulika kimataifa kama siku ya usalama na afya mahali pa kazi, ambapo Tanzania huungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku hii. Kofia kichwani, buti miguuni, reflector mwilini, maski usoni, gloves mikononi na miwani, kidonda kidogo, plasta juu haraka, huduma ya kwanza uhakika. Siku ya usalama na afya duniani. Siku ya usalama na afya duniani. Lengo kubwa la maadhimisho haya ni kuhamasisha uzingatiaji wa kanuni bora za usalama na afya katika sehemu za kazi ili kuwalinda wafanyakazi dhidi ya ajali, magonjwa na vifo vinavyoweza kutokea kwa kutozingatia kanuni husika. Kwa hapa nchini, maadhimisho haya yamekuwa yakiratibiwa na serikali kupitia Wakala wa Usalama na Afya Mahali pa Kazi OSHA, kwa kushirikiana na wadau wa utatu katika usimamizi wa masuala ya usalama na afya kazini, ambao ni shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA na chama cha waajiri Tanzania ATE, wakipokea miongozo ya karibu kutoka shirika la kazi duniani ILO. Kwa mwaka huu, kamati shirikishi ya maandalizi imependekeza maadhimisho haya yafanyike kitaifa mkoani Njombe. Kuliko tiba baadaye, tujilinde sote kazini. Siku ya usalama na afya duniani. Mtazamaji, maadhimisho haya chimbuko lake ni iliyokuwa siku ya kimataifa ya kuwakumbuka waliopoteza maisha na kuumia kazini, ambayo iliadhimishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1996 huko Marekani katika jiji la New York. Maadhimisho hayo yalikuwa yakiratibiwa na chama cha wafanyakazi duniani kwa ufadhili wa Kamisheni ya Maendeleo Endelevu ya Umoja wa Mataifa. Ilipofika mwaka 2001, shirika la kazi duniani liliona kuwa ni busara kubadilisha madhumuni ya siku hiyo na kuiita siku ya usalama na afya mahali pa kazi duniani. Kwa wafanyakazi wote, sheria zizingatiwe. Tanzania ilianza kuadhimisha siku hii kwa mara ya kwanza mwaka 2004, na tangu wakati huo maadhimisho haya yamekuwa yakifanyika kila mwaka katika mikoa mbalimbali. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa maadhimisho hayo yamekuwa yakifanyika kwa kutekeleza shughuli mbalimbali zinazolenga kuongeza uelewa wa masuala ya usalama na afya mahali pa kazi miongoni mwa wadau na wananchi kwa ujumla. Zikiwa zimebaki siku chache kuelekea kilele cha maadhimisho hayo Aprili 28, tumsikilize mtendaji mkuu wa OSHA akitueleza kuhusu maadhimisho hayo. Siku ya usalama na afya mahali pa kazi duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 28 mwezi wa 4. Ni siku ambayo ni muhimu sana kwa waajiri, kwa wafanyakazi na serikali kwa ujumla, kwa sababu ni siku ambayo kimsingi inahamasisha na kuendeleza harakati za kuhimiza maeneo ya kazi kuweka mifumo ya kuwalinda wafanyakazi dhidi ya vihatarishi. Lakini ni siku ambayo ina historia yake, kwamba kwa nini serikali inahamasisha waajiri kuwa na mifumo. Lakini kwa nini ni siku muhimu ambayo tunasema ni kwa wafanyakazi? Kwa sababu ya historia hivyo, kama tulivyosema kwamba harakati hizi zilianza wakati wa mapinduzi ya viwanda, wakati ambapo binadamu walikuwa wanafanya kazi kwa mikono, mashine zikawa introduced, lakini baadaye tukaja kwenye mapinduzi ya pili ya viwanda, na mapinduzi haya ndio ambayo yalihamasisha uwepo wa sayansi na teknolojia ili kuzalisha zaidi, kupata faida zaidi na kuweza kukuza uchumi wa dunia.
Lakini jambo moja kubwa lilisaulika katika harakati hizi za kujenga uchumi wa dunia ni kumsahau mfanyakazi ambaye ndiye nyenzo muhimu ya kuzalisha kile ambacho kinatarajiwa. Kwa hiyo kukawa kuna mivutano, wafanyakazi wakawa wanaumia, wafanyakazi wakawa wanapoteza maisha, wafanyakazi wakapata ulemavu, wafanyakazi wakapata magonjwa yanayotokana na kazi ya kudumu. Kwa hiyo hii yote ikapelekea sasa harakati ya wafanyakazi kusema kwamba tunahitaji mazingira bora yenye afya na usalama mahali pa kazi. Na harakati hizo ziliendelea mpaka ilipofika mwaka 2001 shirika la kazi duniani likaitambua siku hiyo na kuelekeza sasa kwamba shirikisho lile libadilishe maudhui kutoka kuweka mashada, kutoka kuandamana, kutoka kuwasha mishumaa na kuhakikisha kwamba wanahimiza uwepo wa mazingira bora sehemu ya kazi. Tangu maadhimisho haya yalipoanza kufanyika katika mikoa mbalimbali hapa nchini mwaka 2004, mkoa wa Njombe umechaguliwa kuwa mwenyeji wa maadhimisho kwa mara ya kwanza. Tumezungumza na mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka ambaye anatueleza kuhusu mkoa wa Njombe na jinsi mkoa ulivyojipanga kuwa mwenyeji wa maadhimisho. Kama mkoa tumejiandaa na maandalizi yetu ni maeneo mawili. Moja ni usalama. Tuhakikishie wananchi wote wanaokuja Njombe kwamba usalama wa wananchi na mali zao tumeuzingatia. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, lakini na wananchi wa Njombe sio watu wanaopenda mikiki. Ni watu ambao ni waumini wa kufanya biashara. Kwa hiyo wako na uangalifu sana kwa biashara zao. Sisi kama mkoa, kama serikali tumejipanga kuhakikisha kwamba kila mtu atakayekuja basi atakuja na kuondoka salama. Hilo tunawahakikishia. Lakini matarajio yetu kwenye jambo hili ni nini? Sisi ni mkoa ambao tunafanya uwekezaji. Na wakati wote tumezungumza. Sisi mkoa wa Njombe ni mkoa ambao tunajipambanua kama mkoa wa uwekezaji. Unakuja Njombe, usianze kutusimulia habari za baridi ya Njombe. Unakuja Njombe, fikiria kuwekeza. Fikiria kuwekeza kwenye parachichi, fikiria kuwekeza kwenye viazi mviringo, fikiria kununua mazao ya Njombe, fikiria kuongeza thamani, fikiria kuwekeza viwanda, fikiria kuwa wakala, fikiria kuwa mbia. Tumejipanga. Aidha, mkuu wa mkoa ametoa wito kwa wakazi wa mkoa wa Njombe kutumia ipasavyo fursa mbalimbali zitokanazo na maadhimisho hayo, hususan kutembelea maonesho ili kupata elimu pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa kama sehemu ya maadhimisho hayo, ikiwemo huduma ya uchunguzi wa magonjwa na matibabu kupitia kliniki ya afya ya Samia, ikihusisha madaktari bingwa wa OSHA na hospitali mbalimbali nchini. Kikubwa anachoomba watu wa Njombe, kwanza, wiki ya usalama kazini inayosimamiwa na wenzetu wa taasisi kubwa kabisa OSHA. Ni vizuri wana Njombe wa makundi yote waende wakatembelee mabanda. Ipo elimu kubwa sana kwenye viwanja vile, kwenye mabanda yale ya OSHA. Ipo elimu kubwa sana. Wafanyabiashara na wawekezaji wetu kule wamekuwa wakilalamika, OSHA amefanya hivi, OSHA amefanya hivi. Sasa OSHA wapo pale site. Ni vizuri watu waende wakajielimishe, waulize maswali, apate ufahamu, aone maana ya usalama kazini, aone maana ya OSHA na majukumu yake. Mimi naamini mtu anataka kufanya uwekezaji ni lazima comply na sheria za OSHA. Sasa wanapokuja kwenye shughuli kama hii, tuna wiki nzima ya kuwatembelea, kuwauliza na kujielimisha. Ni waombe sana wana Njombe, lakini waombe na wananchi, kwa sababu emosi ya kitaifa nchi nzima iko pale. Watu wa makundi yote, hebu tuweke utaratibu wa kwenda kutembea mabanda na kujifunza. Tusitembelee mabanda kama wanafunzi wanapoenda kutembea mabanda. Tutembee mabanda kama watumishi, kama viongozi, kama watu ambao tukatoa msaada wa elimu ya OSHA kwa makundi mengine ambayo hakupata bahati ya kuielewa au kuipata hiyo elimu. Lakini je, unaufahamu mpango wa kitaifa wa maadhimisho ya siku ya usalama na afya mahali pa kazi duniani? Ungana na mtendaji mkuu wa OSHA akiuweka bayana mpango huo. Kwa mwaka huu tumepanga kufanya shughuli mbalimbali ambazo tulizianza toka mwezi wa kwanza, lakini tunapoelekea kwenye haya maadhimisho tarehe 28 tumepanga kuwa na maonesho ya masuala ya usalama na afya, ambapo watu wata showcase namna gani ambavyo wao wameweka mifumo ya kuwalinda wafanyakazi. Na kwa mwaka huu kama nilivyosema, mwitikio umekuwa mkubwa sana. Tumepata watu participant ambao wako pale zaidi ya 200, na vile vile tumeweza kutoa elimu na vifaa kinga kwa
madereva wa bodaboda, lakini vile vile vijana ambao wanafanya kazi za ufundi wamejiajiri wenyewe, na wenyewe pia tumewapa elimu, na wenyewe pia tumewapa na vifaa kinga. Kwa hiyo yote ni katika kuhamasisha uwepo wa mazingira salama sehemu ya kazi. Lakini hatujaishia tu hapo, tuna bonanza. Tumeandaa michezo, tumeandaa bonanza kubwa sana. Hilo bonanza litashirikisha waajiri, litashirikisha wafanyakazi, litashirikisha watu wote ambao wako pale. Tutakuwa na kliniki kubwa ambayo kliniki yetu tunaita ni Imarisha Afya na Mama Samia. Ile kliniki yetu itakuwa na wataalamu kutoka hospitali zote kubwa za taifa na wataalamu bingwa watakuwa pale wakihudumia umma wa Watanzania ulioko Njombe. But this time tumejiongeza zaidi, kwa sababu ilikuwa mtu akija anaambiwa nenda hospitali. Safari hii tutakuwa na eneo la kutoa dawa. Siku hii itafika kilele chake tarehe 28 April Njombe. Kwa hiyo tutakuwa na kusanyiko pale la wafanyakazi wote, washiriki wote, na tutakuwa na viongozi ambao mgeni rasmi ni waziri wetu, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Mheshimiwa Deus Sangu, ambaye sasa atatumia fursa ile kuongea na Watanzania akieleza ni nini Tanzania imefanya katika usimamizi wa masuala ya usalama na afya. Kama tulivyosema, kutakuwa na kushowcase namna gani ambavyo waajiri wameweka mifumo. Tutakuwa na OSHA Award, tutatoa tuzo. Tutakuwa na usiku wa tuzo ambapo tutatambua wale waajiri ambao wameweka mifumo ya kuwalinda wafanyakazi, wale waajiri ambao wamefanya vizuri. Lakini yote ni katika kuhamasisha ule uwepo wa mazingira salama sehemu za kazi. Kwa hiyo niwaombe na niwakaribishe wakazi wote wa mkoa wa Njombe na mikoa ya jirani kuja kujifunza, kuja kutembelea mabanda, kuja kupata huduma, lakini kuja kuongeza uelewa wa namna gani ambavyo wanaweza kuimarisha mifumo ya usalama na afya sehemu zao za kazi, kwa sababu tunaamini afya yako ndiyo mtaji wako. Kwa upande wao, wadau wa utatu katika usimamizi wa masuala ya usalama na afya nchini ambao ni TUCTA na ATE wanatueleza maadhimisho haya yana umuhimu gani kwa waajiri na wafanyakazi. Kwa niwaombe sana wafanyakazi na watumishi na wananchi kwa ujumla katika mkoa wa Njombe waweze kutembelea maeneo hayo ili waweze kujifunza nini hasa kinapaswa kufanyika kwenye maeneo hayo. Lakini ukitembelea mabanda yatakayokuwa yanasimamiwa na OSHA wenyewe, utaona vifaa mbalimbali ambavyo vitakufundisha unapokwenda kwenye maeneo ya ujenzi wa nyumba ufanye nini, uvae vifaa gani, unapokwenda kwenye maeneo ya viwanda uvae vifaa gani, na wafanyakazi wa maeneo hatarishi yenye utelezi na mazingira mengine yenye kelele nyingi, yenye harufu kali au ambazo zina viashiria vinavyoweza kuleta madhara kwenye mwili wa binadamu, wafanye nini. Kwa hiyo ni wanasema heri kukinga kuliko kutibu. Ni waombe wananchi na wafanyakazi wa mkoa wa Njombe watembelee maeneo hayo ili waweze kupata elimu ya namna ya kujikinga mahala pa kazi. Na sisi kama chama cha waajiri tumeendelea kuwakumbusha waajiri kuendelea kufuata sheria, kanuni na taratibu za usalama na afya mahala pa kazi. Hivyo siku hii kwa mwajiri inakuwa ni muhimu, kwa sababu akiendelea kuimarisha na kuongeza uelewa, na yeye ataongeza tija. Kwa kuwa wafanyakazi wakiendelea kuwa salama na wenye afya njema, wataendelea kufanya kazi zaidi, lakini pia kutamsababishia yeye kuendelea kupata faida na kuongeza kipato, na hatimaye taifa kwa ujumla kuweza kufaidika. Tumia fursa hii kuwakumbusha waajiri kwamba kufika Njombe ambapo maadhimisho haya yatakuwa yanafanyika, lakini pia kushiriki. Kutakuwa kuna tuzo ambazo zitatolewa na washindi watapewa tuzo mbalimbali, hivyo waendelee kushiriki, lakini kuonyesha jinsi gani wao wanafuata kanuni, taratibu na sheria zinazohusiana na usalama na afya mahala pa kazi. Kuelekea maadhimisho haya kila mwaka, Shirika la Kazi Duniani ILO huandaa kauli mbiu maalumu inayoongoza kampeni na tafakari ya maadhimisho katika mwaka husika. Kwa mwaka huu, kauli mbiu ya maadhimisho ni mazingira bora ya kazi, kisaikolojia,
ni njia ya kuimarisha ustawi wa wafanyakazi na kujenga taasisi imara. Tumezungumza na mkurugenzi wa ILO Kanda ya Afrika Mashariki ambaye anafafanua kauli mbiu ya mwaka huu na kutoa wito kwa wadau na wananchi kwa ujumla kujitokeza kwa wingi katika maadhimisho. Theme ya mwaka huu ina focus kwa psychology ya mfanyakazi. Yaani tunajua safety at work, safety mahala pa kazi sana sana imetilia mkazo kwa process, kwa environment, lakini I think nimefurahi kuona mwaka huu wanazingatia saikolojia, na ni kitu muhimu kabisa kwa the current world of work. Ukiangalia swala la digital, ukiangalia swala la mental health, kwa hivyo ni muhimu sana kuona mwaka huu tunaangalia saikolojia ya mfanyakazi, kwa sababu mimi nikifikiria hapo ndio pahala pa kazi pa kwanza pa mfanyakazi. Kama saikolojia ako sawa, ataweka mazingira yake sawa. Kwa hivyo mwaka huu theme inatilia mkazo the psychosocial ya mfanyakazi. Mimi nawahimiza waje, na sio tu ile siku ya tarehe 28. I think tarehe 28 ni kilele kwangu. Ile wiki nzima ndio the most important, maana pale ile wiki nzima, yani pale ile maonyesho kwangu ndio the most important. Kwa hivyo ni wahimize wakuja kwa maonyesho, sio tarehe 28 tu peke yake, lakini wakuje wiki mzima. Mafunzo yenye watapata hapo na muda ambao wataweza pia kukaa na wafanyakazi wa OSHA, itakuwa vizuri sana. Yale masuala yote ambayo wako nayo kuhusu OSHA wanaweza uliza pale, wanaweza angalia kampuni za Tanzania zinafanyaje kuensure wanaweka usalama pahala pa kazi, watakuwa hapo. Wale wajasiriamali pia watapata visenti, maana tukienda huko tunataka maji ya kunywa, tunataka tupate machalale pale tukule. Kwa hivyo kutakuwa na biashara hapo pia. Sambamba na maelezo ya mkurugenzi wa ILO, kauli mbiu ya mwaka inasisitiza juu ya umuhimu wa kushughulikia vihatarishi vya kisaikolojia vinavyochangia kuzorotesha ustawi wa wafanyakazi. Vihatarishi hivyo ni kama vile wafanyakazi kupewa majukumu makubwa zaidi ya uwezo wao, unyanyasaji, uonevu, ubaguzi wa aina mbalimbali, kukosekana ushirikiano, uchovu, mawasiliano hafifu, ratiba zisizoakisi uhalisia wa kazi, mfumo mbaya wa uongozi, pamoja na kukosekana kwa uhakika wa ajira na fursa za maendeleo ya taaluma. Kwa upande wa wadau na wakazi wa mkoa wa Njombe, wanazungumziaje maadhimisho ya mwaka huu? Tuna vitu vingi sana ambavyo tunaendelea kuvifanya vya usalama, kwa tunawakaribisha watu wote. Wanakaribishwa sana katika banda letu la North Mara Gold Mine. Katika maadhimisho haya watu wa Njombe wataweza kujionea jinsi ambavyo mwajili wa NMB anavyoishi na watumishi wake au wafanyakazi wake wa aina zote, wenye mahitaji maalum na ambao hawana mahitaji maalum, kwa kuwawekea sehemu za kazi ambazo ni salama, lakini na pia kudumisha afya. Kwa majina anaitwa Huruma Bartholomeo Mtokoma, ni mkazi wa mkoa wa Njombe. Tunashukuru OSHA kwa kutuletea maonyesho. Katika maonyesho hayo kutakuwa na fursa mbalimbali za upimaji, kwa mfano upimaji wa macho, upimaji wa masikio, pia na upimaji wa vinywa. Asante. Ninawasihi wakazi wa Njombe mje mtumia hii fursa, kwani inatokea mara chache, kwani haya maadhimisho yanahama mkoa kwa mkoa kila mwaka. Kwa hiyo nawasihi sana mjitokeze kwa wingi muweze kupata hii elimu. Mtazamaji, kwa kuzingatia maelezo ya viongozi tuliozungumza nao na shughuli zilizoanza kufanyika ambazo tumezishuhudia, hakuna shaka kwamba maadhimisho haya yameandaliwa ipasavyo na ni dhahiri kuwa malengo yake yatafikiwa. Aidha, ili kufanikisha malengo hayo kikamilifu, ushiriki wetu kama wadau na wananchi kwa ujumla ni wa msingi sana. Kama wanenavyo Waswahili kuwa shughuli ni watu. Hivyo
Wadau wote wa masuala ya usalama na afya kazini pamoja na wakazi wa Njombe na mikoa ya jirani mnaalikwa kujitokeza kwa wingi kutembelea maonesho na kushiriki tafakari ya pamoja siku ya kilele cha maadhimisho Aprili 28 katika viwanja vya shule ya msingi Mji Mwema, Njombe mjini. Mazingira salama ni haki ya mfanyakazi. Afya kazini ni jukumu letu sote. Tusimame imara, osha, osha, kumlinda mfanyakazi. Na hapo ndipo tumefika tamati ya makala yetu kwa siku ya leo. Tukutane Njombe.